Tupo na Wandwe Chacha, mwamba ambaye alitumia siku 5 kutembea kwa baskeli ama kuendesha baskeli kutokea wilaya Serengeti mpaka mkoa wa Dar es Salaam. Lengo lake kubwa lilikuwa ni kwenda kukutana viongozi. Mojawapo ni waziri wa ulinzi ambaye alikuwa ametaja kwamba anaenda kukutana naye, lakini pia kama ikiwezekana kukutana na Mheshimiwa Rais. Tunavyozungumza hivi sasa, ikiwa ni tarehe 13 ya mwezi wa pili mwaka 2026, yupo ndani ya wilaya ya Bunda akiwa amerejea kutoka Dar es Salaam. Sasa tunahitaji kufahamu, je, yale matamanio yote ambayo alikuwa nayo Wandwe yametimia? Na je, safari yake njiani ilikuwaje? Tupo naye hapa. Bwana, mambo vipi? Mambo safi kiongozi. Mambo yameendaje? Mambo yameenda vizuri, namshukuru Mungu. Ni kweli umetumia siku 5 kufika Dar es Salaam? Nimetumia siku 5, ushahidi ninao. Nilikuwa napiga kila sehemu, nikifika nasimama napiga picha kwenye kibao. Sababu huwezi ukapanda gari afu kasimama ukapiga picha. Hawana muda wa kukusubiria. Okay. Nilitumia siku 5 usiku na mchana, nilipumzika siku ndogo. Kama hizo siku zote nilizopumzika, nilipumzika kama masaa 5 kwa hizo siku. Sababu nakadiria muda wa kula na muda wa kupunga upepo na muda wa kunywa maji kujimwagia kichwani. Na sikupata changamoto nyingi kwa sababu nilianza kuangalia, je, kwa nchi yetu kuna usalama? Sababu kulikuwa hakuna usalama, singeweza kufika Dar es Salaam kwa baskeli, sababu ningefahamiwa na watu. Mimi najua nchi yetu tuko na amani, na kusudio langu la kufanya hivi, nilienda kujigundua ni kijana mwenye kipaji ambaye naweza nikawa mwanariadha mzuri, na pia ni kijana ambaye nina uwezo wa kukimbia masafa marefu, na pia nikaona naweza nikapeperusha hata mimi kwa nchi yangu bendera kwa nchi nyingine tofauti na Tanzania. Ndio maana nikaamua kwenda Dar es Salaam, na pia nilionana na viongozi, hadi mwenyekiti wangu aliniandikia barua, hadi kufika hapa kwenye redio nilikuja nikawataarifu, ndio mkanifanyia interview. Ndio maana nilianza nikasema kama nifanyia interview na mimi siwezi kuwafanya ujanja. Afu niko na nauli na shilingi 50 ya kula njiani, singeweza kukaa gari. Na nilifika kila sehemu, watazamaji kama wananiona tutawafungulia, wataona kila kibao. Ni watu wanasafiri mikoa na mikoa, wanavijua hadi vibao vya kwenda Dodoma wapi wanavijua, na nimesimama mimi huyu. Tofautisha na hapo, nilipofika Dar es Salaam nilipokewa vizuri na vijana. Pia nilipokewa vizuri na vijana wenzangu, na pia kuhamasisha fanya mazoezi, na pia mimi nawapenda viongozi wangu kwa ujumla. Kwa hilo nililofanya, nimejitolea kama shujaa, kama mwananchi safi mwenye roho nzuri, na wenye wanisupport wanishike mkono. Okay, tufahamu kuhusiana na wazo la kuendesha baskeli kutoka Serengeti mpaka Dar es Salaam. Uliwaza kwanza mwenyewe na ulishirikisha mtu, au ulipowaza tu wewe mwenyewe ukaanza safari? Nilishirikisha watu. Niwataarifu watu pale vijijini, na nikamwambia kila mtu, nikaenda hadi kwa viongozi wakubwa, nikawataarifu, nikamwambia 1 2, nilienda hadi kwa OCD kule kwetu na nikamtaarifu. Pia ndio nikaanza maamuzi ya safari yangu ya kwenda Dar es Salaam kwa baskeli. Pia ni mazoezi mazuri, na pia ni vitu vizuri kwa taifa letu, na ni kitu ambacho nimefanya. Kitu kingine ambacho kinakuja tofauti na mazoezi ni kitu ambacho nimefonja, kitu cha historia. Hata ukana watoto wako na unajua kwamba kuna mtu mmoja aliye kutoka hapa mkoani Mara hadi Dar es Salaam. Hata kule Dar es Salaam nilipofika, kila mtu alikuwa anatamani anione, na walikuwa wanakuja wananiona nikionyesha picha, kila mtu anapiga saluti. Kwa kule Dar es Salaam sasa hivi wananiita mwamba. Wananiita mwamba, wanakuambia kama uje kuonana na mtu anaitwa Simba bado hujaona vitu. Ndio mimi huyu hapo. Ukiona hapo ni miguu tu imevimba kidogo, ila niko vizuri. Kutembea naweza. Pia tofautisha na hapo, sikupata changamoto labda ya kunisumbua, watu kunifamia. Hapana, nimetembea kwenye maofisi mengi na pia nimepata msaada. Okay, umewahi kutembea labda umbali mrefu ama kuendesha baskeli kwa umbali mrefu kama huu? Yeah, nimesha kutoka hapa Mgumu hadi Mwanza na baskeli kwa siku moja. Pia hiyo ni zoezi moja wapo. Nimewahi kutoka hapa na baskeli hadi Geita mjini. Baada ya kutoka Geita nienda nikapumzika, kulikuwepo sehemu moja zimehila. Yaani wanaita kuhila ni sehemu sababu imeshika. Nilienda hadi Kahama. Nilipoenda Kahama pale nilifanya shughuli zangu, baadaye nikaachana nazo. Nilipoenda hadi Kahama nilienda nikaachana na shughuli ya mine, nilitaka kuniangukia mgodini. Nikaachana nao, nikaanza shughuli kufanya kazi nyingi. Mtu ana kibarua ananipa, chimba choo naweza, chimba kisima naweza, piga kokoto naweza, kuchanganya sege ya ilali nilikuwa napiga. Hadi sasa hivi ukinipa hiyo kazi naweza. Kwa hiyo ni kijana ambaye anajituma,
Tangia nimezaliwa mimi sijui kuvuta bangi wala kunywa pombe. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu kwa kundi alionipa. Namshukuru Watanzania waniunge mkono, hata mimi na imani nitafika mbali. Tulikuwa tunasoma pia kwenye comment, pengine kama uko unapata nafasi ya kupitia comment kwenye mitandao yetu ya kijamii. Wengine wanasema unapanda magari usiku, malori, na wengine wanasema labda huyu tu anatumia madawa ya kulevya, kavuta akaanza safari. Hiyo ipo. Yaani hiyo sijakataa, kwa sababu hauwezi ukapanda lori mtu anatumia mafuta mwambie nataka ukifika kwenye kibao fulani usimame nipige picha, nishushe baskeli, nisimamisha baskeli alafu nipige picha. Haiwezekani. Ni kitu ambaye kiko nje na muda. Ni kitu ambacho hata kwenye akili yako hakiwezi kukaingia. Kwa hiyo mimi niliamua kutumia ubinadamu kuonyesha Watanzania hata sisi tunaweza kuleta mchezo wa baskeli hapa Tanzania, na tuna uwezo hata sisi wa kujiangalia wenyewe kwenye TV, sio tunaangalia Ulaya. Si hata sisi hapa tunaweza tukao tunajiangalia na tukatengenezea uwanja wa mazoezi wa baskeli, na pia tukaweza tunaomba hata sisi mkoa wa Mara tunaweza, tupo vijana tunaweza. Kwa hiyo umewahi kushiriki pia mashindano ya uendeshaji baskeli? Nimeshawahi kujaribu, nafasi kawa ngumu. Nafasi kawa ngumu kwa sababu mtu ambao hajawahi kuona 1 2 3 nafasi inakuwa ngumu. Kwa hiyo nikaamua mimi mwenyewe, kwa sababu nafasi imekuwa ngumu, nikaamua kujialilishia, yani niwaonyeshe wazi mimi ninaweza. Ndio maana nimeamua kuwekea wazi ninaweza. Na labda kuna kijana yote anajiweza, tunaweza tukawekea mapambano. Hata tuanzie hapa kuanzia Sirali kwenda Mwanza tu. Akitoboa atajua noma. Ukianzia kuanzia Manyoni wapi, ukianza kuuliza masimu huko mbele kama una watu vijijini watakwambia dogo tumemwona amepita. Ukianzia kibao cha kuanzia nani Shinyanga, hapo Shinyanga katikati watakwambia hiki kinapanda hivi kilomita ngapi, utaambia kuna watu pale nilienda pale baskeli maniharibikia nikaweka huko. Sehemu nyingi baskeli maniharibikia na sasa hivi sina spare. Ila nashukuru kwa sababu viongozi wapo watakuja watanipika company. Hilo ndio nashukuru sasa hivi. Okay. Kusudio lako sasa limetimia. Ulikutana na waziri? Waziri sikuweza kukutana naye. Alikuwa na dharura nyingi, ila niliweza kukutana na viongozi wake wa chini, ila tuliongea vizuri. Pia wakanipa mwelekezo. Mimi nadhani atanitafuta kwa muda wake na Mungu akipenda atanipa support. Mzee anayependwa na watu. Na mzee Nyansao najua tutaonana. Kingine kiu yako ilikuwa ni kukutana na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Yenyewe vipi? Pale nilikaribia kukutana naye. Tofautisha na pale ilitokea tu changamoto ya kiafya. Sababu nilikuwa nimeendesha kwa muda mrefu baskeli, kufika pale kutoka hapo na hapo hivi nikaanguka. Baada ya kuanguka pale kweli nienda kujistukia nipo Muhimbili, kikao kimeshaharibika. Kwa hiyo ikabidi kufanya process kwanza za kutibiwa. Basi hiyo. Kumbe ulipata na changamoto ya afya pia baada ya kufika. Baada ya kufika watu walikuwa mbanano mwingi. Ule mbanano na mimi nilikuwa nimekimbia sehemu mbali. Ikabidi nianguke, ila nilikutibiwa kwa hela yangu, alinitibu kwa hela ya serikali. Nashukuru walinipa mahitaji mazuri. Na pia tofauti na hapo na wale watu walikuwa wanafanywa huduma hospitali. Bwana, manesi ni watu wenye roho safi sana. Manesi mimi nawashukuru, Mungu aendelee kuongezea siku na waendelee kuitumikia taifa la Tanzania. Kuna manesi wenye roho nzuri. Mimi sije kuona mtu mwajiliwa kama mwenye roho nzuri kama nesi. Mimi siku ile ya Muhimbili ndio nilishuhudia. Okay. Anakuuliza kaka kuna wapi, anakusaidia na kushikashika hivi. Hakuna mtu wako. Sio mimi tu alinishikashika. Alishika watu wengi pale nikiona kwenye macho yangu sababu mimi nilizinduka. Mimi nashukuru sana Tanzania. Ingelikuwa uwezekano wangeongozewa hata mshahara. Hao watu wanachapa kazi kweli. Sio matani. Wanachapa kazi. Mimi niliona wanachapa kazi. Usiku ulikuwa unapumzika kwa masaa mangapi na unaendelea na safari? Ninaweza nikapumzika masaa 2, aidha lisali 1.5. Aidha kama kuna mbalamwezi, sababu mwezi ambao nilisafiri kulikuwepo na mbalamwezi. Usiku nakimbia muda mrefu kuliko mchana. Sababu hapa kwetu huko mbele nienda kuliwepo na hali ya hewa nzuri, mawimbi yalikuwepo. Kwa hiyo nilikuwa naanza safari naendelea hivi ili na mimi nitimize, sababu kitu kilikuwa kinanipa moyo. Ni moyo, kitu kinanipa moyo ni kitu ambacho nilisema mbele ya vyombo vya habari nitatumia siku 5. Sasa siku 5 zikifika sijafika Dar es Salaam itaonekana mimi muongo. Kwa hiyo ikabidi nijikaze kisabuni, nijikaze kama kiume, nifikishe wajibu wangu nilikuwa nimetamka kwenye ndoto yangu. Pengine mtu anaweza kujiuliza sasa Wandu amerudi kwa baskeli ama ametumia usafiri mwingine? Hapa sijatumia usafiri mwingine. Hapa nilipotoka Dar es Salaam, nilitoka Dar es Salaam Jumatatu jioni, nilifika Dodoma.
nitumie siku 2 kufika Dodoma na baskeli. Baada ya kufika Dodoma nikaenda kwa waziri moja kwa moja kwenye ofisi zake. Basi wakaanza kunikaribisha, nikafanyia huduma. Basi baada ya huduma nikapewa barua, hiyo barua ya kunisafirisha hadi kufika kwetu hapa hadi nyumbani. Ndio maana nimeweza kufika hapa kwenye vyombo vya habari. Sehemu niliyotokea, nyumbani ni nyumbani. Sisi watu wa Mara na sisi tupo. Naendelea kuwashukuru sana. Hata kwa Kikulia naweza nikaongea. Bora kwa maharaivu amaheba mole redio naona nene sana. Hii redio ni kubwa sana, watu wasizalau hapa. Ndio inatoa matangazo makubwa na sikika Dar es Salaam. Japo watu wanaiona tu redio kubwa ambayo inafahamikana na ambayo inatoa taarifa za ukweli. Mimi naendelea watu waishike na hii redio mkono, waipe support na niende kuendelea mbele, iweze kusonga mbele. Tukishikana mkono tusonga mbele. Kwa hiyo ndio nale na leo yanavyokulia.